kila tarehe 8 ya mwezi Machi taifa letu linajumuika na mataifa mengine duniani katika kuadhimisha siku hii muhimu. Nia ni kukumbushana wajibu wetu kwa kutathmini mafanikio na changamoto ambazo ziko na zinawakabili wanawake wa taifa letu. Leo hii tunapoadhimisha siku ya wanawake duniani, naiona Tanzania katika taswira mpya na muonekano wa kipekee, kama maandiko mbalimbali yanavyoelekeza kuwa kabla ya mwaka 75 hapakuwa na siku ya wanawake duniani. Hakuna mwanaume bila mwanamke na hakuna mwanamke bila mwanaume. Lakini kwenye Mithali 14 mstari wa kwanza inasema ni haki ya mwanamke kujenga taifa lake. Kwa hiyo ninawapongezeni wanawake wote ambao mnaendelea kujenga taifa letu. Mifano ya wanawake hodari duniani imetolewa, wakina Esther, lakini wakina Margaret Thatcher huko Uingereza. Kwa hiyo ni miongoni mwa wanawake mashuhuri. Lakini ndani ya taifa letu tunao mfano wa mwanamke jasiri, hodari, muongoza njia, mpenzi wa maendeleo, mpenzi wa amani na utulivu. Si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ni vizuri pia tukamwenzi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanawake wanaweza, na rais ametuonyesha ya kwamba wanawake wanapopewa dhamana wanaweza. Wanawake oye! Wanawake oye! Mwenyezi Mungu anasisitiza katika hii sura, mstari wa 5, surati Nisa, anataka wanaume kwanza kuhifadhi, wanaume na wanawake kwa pamoja kuhifadhi mali zao, kutozitumia mali zao vibaya kwa kuwapa watu wajinga na wapumbavu. Lakini pia anatusisitiza sisi wanaume tuwape chakula kizuri wanawake, tuwape mavazi mazuri wanawake, lakini pia tuwape maneno mazuri wanawake. Kwa hiyo kwenye kila mafanikio ya mwanaume, nyuma yake au mbele yake yupo mwanamke anayewezesha hayo kutokea. Serikali ya awamu ya 6 imeweka mazingira mazuri ya kuimarisha vipato vya wananchi wote kupitia mfuko ya maendeleo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hadi sasa dirisha la mikopo lilipofunguliwa Oktoba mwaka 2025, fedha iliyotengwa kwa mwaka 24-25 katika mkoa wa Mwanza ni shilingi bilioni 3.3, lakini 4% ya wanawake ni bilioni 1.3. Kwa hivyo wanawake watanufaika na fedha hizi kupitia dirisha la kuwawezesha wananchi kiuchumi. Fedha, lakini pia jambo jingine, tukiangalia mwaka 2021 vituo vya huduma ya afya, yaani zahanati, vituo vya afya, hospitali vilikuwa 321, lakini sasa mwaka 2026 vituo hivi viko 577, na wanawake ni wahitaji wakubwa wa huduma ya afya. Kwa hiyo serikali ya Rais Samia imezingatia hayo na inafanya mambo makubwa. Nitumie fursa hii kumpongeza kamishna wa ardhi wa mkoa wa Mwanza. Kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani, aliamua kufanya kliniki maalum ya kutatua changamoto ya migogoro ya ardhi kwa ajili ya wanawake. Katika kliniki hiyo jumla ya wanawake 316 walipewa huduma, hati 212 zilitolewa, na papo hapo wanawake 128 walipata haki zao. Kamishna wa ardhi na watu wa ardhi ninawapongezeni sana, na watu wa ardhi wa Ilemela na Nyamagana ninawapongeza sana.